Simon Filipo Sirilo ni kijana ambaye anapatikana mkoa wa Singida, ambaye kimsingi leo nimeshiriki kongamano la vijana ambaye limeandaliwa na ofisi ya manispaa ya mkoa wa Singida, ambapo tumekutana vijana mbalimbali wa rika tofauti tofauti kwa ajili ya kupokea fursa mbalimbali ambazo zimeandaliwa na viongozi wetu wa manispaa. Lakini awali ya yote niseme tu kwamba sisi kama vijana, taifa linatuona, lakini pia serikali inatuona kupitia fursa mbalimbali ambazo zinatuhusu sisi vijana. Ni dhahiri kwamba taifa letu la Tanzania kwa kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anatupa fursa nyingi sana kama vijana. Kupitia ofisi ya rais, Wizara ya Maendeleo ya Vijana, tunaona ni kwa namna gani vijana tumekumbukwa kwa kutolewa bilioni 200 ili vijana tuweze kupata fursa na kujiendeleza kiuchumi, kwa maana ya kwamba kupata mitaji ambayo imepitia wizara hiyo. Lakini tukiachana na fursa ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ukija kwa upande wa halmashauri, kila halmashauri inatenga 10%, ambapo katika 10% kuna 4% kwa ajili ya vijana, kuna 4% kwa ajili ya wanawake na 2% kwa ajili ya walemavu. Kwa hiyo kupitia 4% ambazo zinatengwa kwa ajili ya vijana, imekuwa ni fursa kubwa kwa vijana wa ndani ya eneo husika, kwa maana ya kwamba kwa mfano hapa manispaa vijana wananufaika kwa namna tofauti tofauti. Tumeshuhudia na tumeona kwamba vijana wamepewa zawadi na vyeti kwa ajili kupitia marejesho kuwa mazuri. Hii inatupa picha kwamba vijana wanaendelea kunufaika na hizo 4%. Zipo fursa nyingi ambazo zinatengwa na serikali. Mfano sasa tuna fursa nyingine ambaye kupitia BBT ambaye ni Building Better Tomorrow, na yenyewe serikali imetenga zaidi ya bilioni 7 kwa ajili ya kuwakabidhi vijana wajiendeleze kwenye mambo ya kilimo, uvuvi pamoja na mambo mengine. Changamoto kubwa ipo kwetu sisi vijana, na ni dhahiri kwamba serikali inawekeza kwa 1% kubwa kwa vijana, lakini sisi vijana bado hatuko serious na kile ambacho serikali inatupatia. Na mimi binafsi naona changamoto kubwa ni kwetu sisi vijana, kwa maana ya kwamba uelewa wa vijana wenyewe na utayari. Na vijana wengi huwa tunaamini kwamba tunashindwa kufanikiwa kwa sababu ya fedha, tukiamini kwamba mtaji ni fedha tu, lakini sivyo ilivyo. Mtaji namba moja kwa kijana ni maarifa. Ukishakuwa na maarifa chanya juu ya kile ambacho unataka kukifanya, ukishapata hizo fedha ambazo zimetengwa na serikali, hakika utazitumia vizuri na utanufaika. Lakini vijana wakikaribishwa kwenye makongamano wapate elimu kama ambavyo leo tumeitwa, vijana wengine wanapuuzia, hawafiki. Lakini wanakosa vitu vya muhimu, ambapo wangepata hizo elimu na baadaye wakapata fedha za 4% kutoka kwenye manispaa yetu, wataenda kuzitumia vizuri kwa mustakabali wa maisha yao, lakini pia kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo rai yangu na kuwaomba vijana wenzangu, tuendelee kuchangamkia fursa, lakini pia tuendelee kutumia nafasi mbalimbali ambazo tunakaribishwa na kuoneshwa na serikali, kwa sababu zinatuwezesha sisi wenyewe vijana. Mwisho niseme tu kwamba ukiwa kijana, ukiitwa tu kijana ni fursa tosha, kwa maana ya kwamba unakuwa na rasilimali 3. Rasilimali ya kwanza ni muda. Kijana una muda wa kutosha kufanya maamuzi na kufanya mambo makubwa, kwa maana ya kwamba kujiendeleza kiuchumi na kufanya maendeleo makubwa. Lakini pia ukiwa kijana una fursa ya pili ambayo ni maarifa. Tumesoma, wengine wamaliza vyuo vikuu, diploma, lakini maarifa yetu hatuyatumii vizuri kwa kujiendeleza na kupata kile ambacho tunataka kukifanya. Lakini mwisho tunazo nguvu. Ukiwa kijana ni fursa tosha kuwa na nguvu. Ukizitumia vizuri nguvu zako kwa mambo ya kimaendeleo, yatakuletea tija kwenye maisha yako. Lakini ukizitumia vibaya nguvu zako, zinakuingiza kwenye changamoto ambayo mwisho wa siku utashindwa kufanikiwa na kuanza kuilaumu serikali. Baada ya kusema